amka. Lakini kama umegundua, tuna kila sababu ya kufurahi. Tuna kila sababu ya kufurahi kwa sababu niko katika hatua nzuri ya kubadilika, hatua ya uokovu, kwa sababu hivi karibuni tutaokolewa na Yesu Kristo pale msalabani atakapokufa na kufufuka na kushinda mauti na kushinda dhambi. Tutafufuka, tutaokolewa kama tumegundua hilo. Lakini kama hatujagundua, ndugu zangu, basi tuko katika hatari. Tuko katika hatari. Amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu. Tukigundua hilo, basi ndugu zangu, tutakuwa na furaha, kwa sababu tutaangalia kama somo letu la kwanza. Tumeona Mungu amemteua mfalme, ametuteua mimi na wewe, ametuteua, ametupaka mafuta. Wote tumepakwa mafuta katika sakramenti ya ubatizo. Wote tulipakwa mafuta ya Krisma. Tumeokolewa, tumeteuliwa kwa wafalme, tumepakwa mafuta kama anavyopakwa mafuta leo katika Injili ya kwanza huyu Daudi. Wewe umepakwa mafuta. Ulikuwa katika dhambi kabla ya ubatizo. Ulikuwa unaishi katika dhambi, nilikuwa naishi katika dhambi kabla ya ubatizo. Sasa baada ya kupakwa mafuta ya ubatizo, mafuta ya katekumeni, mafuta ya Krisma, nimepakwa kwa sababu nilikuwa kwa giza, kama somo letu la pili linaposema. Tulikuwa kwa giza, tulikuwa kwa dhambi kabla ya ubatizo. Sasa tumeona mwanga, tumeona nuru, tumeokolewa. Mungu amekuja, ametutafuta kule porini, tunachunga kondoo kule kwa giza. Kama Daudi alikuwa hatambuliki, hajulikani, sio wa maana, yuko kule porini kule mbali. Waliokuwa wanastahili walikuwa hapa nyumbani, lakini yeye alikuwa hastahili, yuko mbali, amepotelea kule. Ni mchafu, ananuka, ni mfupi, sio mwenye sura nzuri. Alikuwa mbali na wengine. Na mimi na wewe pia tuko hivyo. Katika dhambi zetu tuko mbali na Mungu, tuko mbali na familia yetu, tuko mbali na ndugu zetu, tuko mbali, tumefichwa kule porini. Lakini Mungu Yesu Kristo ameenda, ametutafuta kule, ametuleta, ametupaka mafuta. Tuache dhambi, tuone mwanga, tuone nuru, tuone na furaha kwa sababu ya kuacha dhambi. Tukiwa tuna dhambi, ndugu zangu, tunaishi kwa giza, tumebeba mzigo. Kipindi hiki ni cha kutua mzigo. Basi jiulize, umeona hilo hadi leo? Umeona kwamba umegundua kwamba umekuwa unabeba mzigo mkubwa wa giza, ama unaendelea hata kanisani bado unaendelea kubeba? Tumeingia kipindi cha Kwaresima, unaendelea kubeba. Tutamaliza kipindi cha Kwaresima, tuingie shangwe ya kufufuka kwa Kristo, umeendelea kubeba. Yaani kama tumeingia kwa basi, uliingia umekuja na mzigo wako, mahindi umebeba gunia, umefika pale kwa basi, wanaambia ingia kwa basi, unaingia na umeketi kwa kiti kwa basi, unasafiri hapa mpaka Arusha, wewe umeketi na mzigo wako mabegani. Tumeambiwa tutue dhambi zetu, twende kitubio. Kipindi hiki tumeongeza muda wa kitubio. Ikifika wiki kuu, tutaalika mapadri kutoka parokia zingine, watakuja hapa na sisi tutaenda kwingine. Kwa sababu wengine mnajua kwamba mnaogopa kutubu, kusema nikienda kwa mtambo huyu ananijua, kwa hivyo hutaki kuja kutubu. Basi tutabadilishana mapadri, wengine wenye hawakujui watakuwa hapa, utakuja kutubu. Kila siku tumeweka kipindi cha kutubu, unaenda kitubio. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu yangu, kama tumegundua hilo, tuna amani, tuna furaha. Kama huyu leo, huyu mtu ambaye katika Injili alikuwa katika giza, alizaliwa kipofu, haoni, ameishi maisha ya giza, ya dhambi, maisha ambayo hayana mwelekeo, haoni anakoenda. Sasa leo Yesu Kristo anamfumbua macho, anamletea mwanga. Tunapotubu dhambi zetu, ndugu zangu, tunaletewa mwanga wa Kristo. Tunatoka kwa giza, tunaweza kuona tena, tunakuwa na furaha.
na tunaona yeye baada ya kufunguliwa macho yake sasa anaona, mpaka amemuona Kristo. Wakati wengine wanamkataa kwamba huyu sio Kristo, yeye anasema mimi najua ninachokijua kwamba nilikuwa kipofu na sasa naona. Kama nyinyi hamkubali, mimi sijui mengine mnayosema, mimi ninachojua nilikuwa kipofu na sasa naona. Na tunaona mwisho pale alimsujudia. Mwisho pale anamwabudu Mungu, anamwabudu Kristo kwa sababu sasa anaona. Akasema naamini Bwana, akamsujudia. Kufika kipindi hiki tutakapomaliza Kwaresma, utamsujudia Kristo? Utakuwa umeamini? Tulisema mwanzo, tubuni na kuiamini Injili. Pale mwisho tutakapomaliza wiki kuu, utakuwa umetubu na umeiamini Injili na unamsujudia Mungu. Nitakuwa nimetubu kweli? Yale maneno ya mwanzo, mara nyingi tunashangilia majivu, kila mtu anataka majivu. Mwishowe hayo majivu yatakuwa yamefanya kazi yake. Tumetubu na kuiamini Injili, tumesujudu Kristo. Kama huyu mtu alikuwa kipofu, mwishowe anafurahi, anasujudu, anamwabudu Mungu. Kristo anagundua kwamba huyu ndiye nuru, huyu ndiye mwanga. Mwisho tutakuwa tunaamini Injili, tunaamini Kristo, tunamsujudu Mungu, tumetubu dhambi zetu. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, ni kipindi cha kuangalia dhambi zetu, ni kipindi cha muhimu sana. Tumeangalia dhambi zetu, tutubu. Hiyo italeta furaha ya kweli katika familia zetu, italeta furaha kwa sababu tunaishi tunaficha mambo mengi sana, tunaficha mambo mengi, lakini yanatuletea huzuni katika mioyo yetu. Kuna mtu alisema kwamba akina baba mnashauriwa msije mkapima DNA watoto wenu, kwa sababu wote mtakufa kwa mshtuko wa mioyo yenu. Sijui kama ni ukweli. Usije ukapima DNA watoto, naweza kuwa unalea watoto wote 5 sio wa kwako. Sijui ni ukweli akina mama. Anasema anayejua watoto ni wanani ni nani? Mama. Wewe baba lea tu kwa amani, usidhubutu kuangalia ni wanani, tashtuka ufe. Kwa hivyo kuna mama wana siri nyingi wamebeba. Mama, kama una siri ya namna hiyo, sema mapema, tubu mapema. Na baba, hata na sisi, licha ya kwamba kwetu mara nyingi inakubalika, lakini wakati mnakufa ndio tunajua watoto ulikuwa na wangapi. Nasema baba hawahesabu watoto, kwa sababu anajua katika kila jiji ana mtoto. Kama una watoto kule, sema mapema kabla ufe, ndugu yangu. Sio baada ya kufa ndio sasa tunasikia Arusha anajitokezea, sijui Mbeya anajitokezea, sijui wapi, huyu ni baba yangu, huyu ni baba yangu. Ulikuwa wapi muda? Sema mapema ndugu yangu, tugawe mali mapema. Tumsifu Yesu Kristo. Kama tuna dhambi, kwa hivyo tumeficha hizo, lakini tunaumia. Tunaficha mambo mengi katika mioyo yetu na tunaumia. Watu wanaumia, mtu hasemi, na huko ameambiwa nina mimba yako, amebeba kule, hata hajui kama ni ukweli. Tuma pesa kila siku. Kwa kila siku jamaa anatuma pesa nyumbani, wanashangaa mbona huyu mtu jamaa anafanya kazi na humu ndani hatuna chakula, pesa zake zinaenda wapi? Kumbe kule hela zinaitishwa kila siku. Usiposema, si wewe mfanyikazi, nitatangaza. Wakisema hivyo, jamaa ameshikwa anatembea kama amenyeshewa. Tumsifu Yesu Kristo. Familia inapitia changamoto kwa sababu ya dhambi, lakini ukitubu, shetani anapenda giza. Mwambie mke wako ajue mapema ili uyaondoe, mwambie mume wako ajue mapema ili uyaondoe, mwambie watoto wako, familia yako, ili hayo yote yaondoke na uwe na amani. Ukifanya hivyo ndugu yangu, baada ya kufanya hivyo utakuwa na furaha na amani kwa nyumba yako, kwa sababu hata ukificha, mwishowe tutajua. Mwishowe tutajua, wakati wa kifo tutajua tu alikuwa na watoto 5 mahali fulani. Kwa hivyo tuyaseme mapema, na hiyo itakuwa chanzo cha nini? Cha furaha ya kweli na amani ya kweli. Tusipofanya hivyo ndugu yangu, tukificha dhambi zetu, afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Hutakuwa na furaha.